kwa mashahidi wengi. Maana sasa maana nawaambia nyinyi hapo mlio wana sahihi, yani nyinyi mnaenda kufunga ndoa, nyinyi shapimana vitu vingi, mna nguvu za kutosha tofauti na wale vijana. Bwana sasa hili ni somo la mwisho kwa sababu muda umekimbia. Somo hili la mwisho kwamba hawa wawili walioko mbeleni, mnajua kazi yao maalum kwa ajili yenu. Hawa wawili mnajua kazi yao kwa undani. Nataka niwafahamishe kwa sababu na kesho na simbaje kanisani. Okay, sawa. Na nimeuliza unajua kazi yao maalum kwa ajili yako? Kwa ajili yangu. Kwa ajili yenu? Walezi. Nitaka kusema hivyo kwa sababu gani? Hatua mnaoenda Mama Kassim, baada ya kumaliza mtahitajika kusimamia ndoa nyingine. Na mnahitaji kushiriki kufundisha. Ndio maana mambo ya ndoa simama tu, mna shida. Mambo ya ndoa Edgar, sawa? Mambo ya ndoa hatufundishi tukifunika hivi. Sawa? Hivi. Kuna wengine Kiswahili ni kigumu kuelewa. Kuna wengine Kiswahili ni kigumu. Kwa sababu huko mnakokwenda mtaenda kwa mafundi wa kufundisha. Sasa mnaenda kufundisha nini? Tunapowashauri wale ambao wanafunga ndoa wakati ule, hatuwaelezi kwa kufunika. Ndio maana ukisha kuja hapo kusimamia ndoa, wewe ni baba mkwe na hautaki kuyasikia hayo, usisimamie. Maana nataka kusimamia hapo, sio baba mkwe. Kwa lugha sahihi, kama nyinyi ndio ungekuwa mnabariki ndoa sasa hivi, mnafunga ndoa ile ni changa, hawa ndio watakao kuwafundisha mchezo wa ndani unachezeje. Tunawapa. Unanielewa Edgar? Yaani ungekuwa jiji hamjakutana huko na nini, maana yake tulikuwa tunawapa hao ndio wanaenda kuambia kwamba jamani, huwa kitambaa kinafuliwa, Neema anaeleza kwamba kitambaa kinafuliwa hivi. Acheni mambo. Unaona? Ndio kama mkakutane kwamba Neema anakueleza kwamba kitambaa hiki mwanamke atakuwa na kitambaa laini kwa hivi na hivi na hivi na hivi. Huyu mzee anakueleza kwamba mwanamke huwa inakuwa hivi. Yanakuwa mambo mengi. Na msifiche kama utapata neema kusimamia hata vijana. Kwa sababu kuna mengine anaweza sifundishe mchungaji. Na kwa sababu mchungaji siku hizi wana mambo mengi tofauti na mchungaji vita anayeona mambo mengi. Tunawafundisha watu hata kumuingia mwanamke ambayo bado hajai kushiriki na mtu. Lazima umwambie. Na hiyo ni kazi ya mwanaume. Mfundishe mwanaume mwenzako na muingieje mwanamke ambaye hajai kushiriki na mtu yeyote. Nipata mruzi. Nipata suri. Unanielewa vizuri hadi? Kwa sababu ninafunga hapa, nataka niwaeleze zingine sipate muda tena kuja kufundisha. Maana kesho tutasema natoka hapa, kesho tunapewa ndoa ya mabinti. Maana kuna watu hapa una uchumba hapa unaendelea hapa, sio muda mrefu uzikotokea. Sasa yule kijana ambaye anamuingia binti ambayo bado lazima ufundishe. Sasa nyinyi ni mafundi. Lazima mfundishe. Lazima mfundishe anamuingiliaje binti. Kuna binti hajabikiliwa. Binti ambaye hajabikiliwa lazima kijana atumie muda wa kutosha kumtengeneza, kumsogeza kwa karibu na kwenda naye taratibu. Anapata maumivu mengi. Maana yake kesho yake anatakuwa aingie kwa design gani. Haya ni mambo muhimu ambao hawa wawili. Hawa ngapi?
wawili wasindikizaji ndio kazi yao. Ndio maana kule nyuma wameweka ni mashahidi wa saini, na hawajapewa nafasi ya wazee wa kanisa kusaini, hawajapewa shemasi kusaini, wamepewa mashahidi wangapi wafanye nini? Wasaini. Baada ya ndoa kuleta shida, wataitwa mahakamani ni hawa wawili. Mfungaji wa ndoa anaitwa hatua nini ya mwisho. Wakitoa ushahidi hao ndoa kwamba tuliwahi kwa shauri, tulienda kuwafuata, tukawaambia, tukafanya hivi. Tulithibitisha kabisa mwanaume halali ndani bwana. Mwanaume hatoi mzigo bwana. Au mwanamke hatoi mzigo bwana. Tulithibitisha. Uthibitisheje? Kwa sababu hawa ndio maana wana sign sehemu zile. Kile cheti kina vipengele viwili. Juu mna sign nini? Chini wana sign wao. Maana yake kusaini chini maana yake nini? Wanatakiwa kudhibitisha kwamba hawa watu tutawalea. Maana sasa mnasikia mtu wangu? Unanisikia? Kwa hiyo unaenda kusimamia Neema na Baba Juani ni kutunza siri za watu. Kwa sababu unaenda kukutana na watu hao, siku hiyo utakuta kwamba mwanamke ana stress zake. Na amemnyima tendo la ndoa huyu jamaa zaidi ya wiki 2-3. Kutoka ushuhuda umemaliza, unakuwa ni ushuhuda madhabahuni. Bwana asifiwe. Jana Mungu amenitendea muujiza, haleluya. Nini watu wanasikizia muujiza? Nikaenda kushusha ndoa fulani kule, haleluya. Nimefika kule ikakuta kuna mtu fulani amekaa siku wiki 3 hawajapeana stress bwana. Maana sio sana, haleluya. Ule sio pako. Yale mambo ya ndoa ni siri. Na ndio maana msizani tunazuia kulikodi mahubiri. Tunazuia kulikodi maombezi. Yaani mtu anaombewa na ujiwa mnalikodi. Tunazuia kwa sababu hii. Pepo anaweza kuzungumza vitu vya ndani. Mtu akisikia kitu chake nje, mambo yake anaona kama anazararishwa. Jamani bwana sasa. Na mimi nimewachagua ni watu wenye akili timamu. Nimewachagua ni watu wenye akili timamu. Nimewachagua ni watu ambao mtatunza siri nyingi. Hamwezi kufanya kwa kufundisha vyote. Lakini kuna mahali itatokea changamoto zikitokea. Ninyi lazima muwe watu wangapi? Wa kwanza. Sawa tumshomo. Unanielewa? Mimi mchungaji Victor sasa nikapewa uhamisho kesho kutwa kanikuta niko sehemu mbalimbali huko. Lakini nyinyi mtafuatwa. Hata kama mkiwa wapi mtafuatwa. Kwa sababu kanuni zinawataka pale kwenye vile vyeti. Mtafuatwa kule kokote mliko. Mdhibitishe ndoa. Bwana sasa. Bwana sasa. Sasa yale mliojifunza lazima yatunzwe na yafanyike. Lakini pointi ya msingi Mama Kasmiti na Neema, msisahau hiyo point. Wakati tukimaliza kufunga ndoa, nyinyi ni washauri wa mabinti hao. Au mabinti wote mnaoona hawajaolewa, nyinyi ni washauri wao wakubwa. Washauri wao. Mabinti wanapobarikiwa sikiza, yani binti akipata kijana tu pop dakika 2 kabla kijana hajafika hata nyumbani kwao ameshavua nguo. Lakini nategemea malezi wapi? Kwa waliofunga ndoa. Ndio kamwisha njia sahihi. Sawa? Na namna nyingine, anzeni kuwafundisha mabinti wanafundishwa, yani binti akiingia kwenye uchumba. Tunategemea aliyofunga ndoa mmoja ndiye atakayefundisha binti maandalizi ya vitu vinavyotakiwa. Binti aanze kununua tuleso, na tunza tuleso, tunza nini, na hivi ni vitu vya msingi sana kwenye ndoa. Tegemea hiki kipengele mama angekuwa anaeleza, lakini hiki cha kwangu mwenyewe ngoja niseme sababu niko mimi hapa. Nimejaa mpaka wote. Hivi ni kanuni kwa mwanamke kuwa na vitambaa. Sasa kuna kama mwanaume anajiandaa kuja na kitambaa. Ni kanuni kabisa. Na ni vitu vya msingi sana.
kutokuleta taharuki zinazoshangaza. Haijalishi mmesafiri. Kwa sababu unaweza kutokea mnasafiri kwenda eneo na tendo la ndoa linaga lisafiri. Tendo la ndoa linafuatana waliofuatana. Sasa hii inakuwa ni changamoto, watu wengine wanasafiri wamesahau. Na kwa bahati mbaya mama alisafiri na kanga hii au na kitenge kimoja. Kwa hiyo mnafanya mambo yanaharibika, tunajifutia nini? Sasa nafutia kanga na mama anaamka nayo asubuhi amevaa. Kwa maana ndio maana vitambani vyetu vya nini? Kitu cha